Movie inaanza, anaonekana mwamba mmoja asili yake ni ya Kisomali, anajiweka sawa lakini ni kama kapigwa, kapasuliwa mdomo, alafu yupo maeneo ya airport, anahitaji kusafiri. Mwamba mdogo mdogo anajisogeza kwenye mlango wa kuingilia lakini hajiamini, yani anaibiaibia. Mwamba baada ya kuweka passport kwenye mashine ikagoma, maana yake taarifa zake sio sahihi. Pembeni anaonekana bi mkubwa mmoja kama hamuelewi mshikaji. Bi mkubwa akaita watu wa ulinzi ili waje wadili na Mwamba asije akawa ni jasusi akalipua airport. Wakati washikaji wanakuja, Mwamba kuna kitu akakificha mfukoni, ila hatujui ni nini. Mlinzi akamuuliza, una changamoto gani? Mshikaji hamuelewi kwa sababu hajui kabisa Kiarabu. Mlinzi akachukua passport ya Mwana huku anamuongelesha, lakini mshikaji bado hamuelewi kabisa. Wakati anamuongelesha, Mwamba akajichanganya, akaweka mkono mfukoni. Mlinzi akashtuka, akamuita mwenzake. Wakati mlinzi anakuja, Mwamba anaonekana ana wasiwasi kichizi. Kwa bahati nzuri, Mwamba akamuuliza kwa Kiingereza kitu ambacho yeye mwenyewe anakikandamiza vizuri tu. Akamuuliza, unaenda wapi? Akamwambia Mogadishu. Na sababu ya kusafiri ni nini? Mwamba akasema, mama yangu anaumwa. Swali la mwisho akaulizwa, kwenye mfuko wako umeweka nini? Lakini Mwamba anaonekana ana wasiwasi kichizi. Mlinzi akamkazia, nioneshe ulichoweka mfukoni. Mwamba kagoma kabisa. Hii movie inaitwa Beneath of the Sea of Lights, na hapo Mwamba yupo Dubai. Hatujui mshikaji ni kitu gani kimemkuta na ni kitu gani kaficha mfukoni. Ukijumlisha muonekano wake, sehemu anayoenda, walinzi wanapata zaidi wasiwasi. Sasa tuondoke pamoja tujue ni nini kilimkuta Mwamba. Okay, Mwamba anaitwa Kawez, alitoka kwao Mogadishu akaenda Dubai ili kutafuta pesa, na mchongo wake mkubwa akiwa Dubai ni kurekebisha mabango. Kama anavyoonekana hapo, anatoa taa za zamani anaweka mpya ili bango liwake vizuri. Alipomaliza kurekebisha bango, akashangaa sana ile picha iliyokuwa kwenye bango. Ni mtoto mmoja mkali kinoma. Ndugu yetu, picha imemchanganya kichizi. Mwamba alipotoka akaenda kwa mwanaye ambaye yeye pia anatoka Mogadishu. Lengo lake ampe funguo za geto kwa sababu yeye hana pa kulala. Mwamba akamwambia aende chumba namba 103, usiwaogope majirani kwa sababu ni wahuni. Wakati anaelekezwa, ikaja Rolls Royce, alafu akashuka mchumba mmoja mkali kinoma. Mwanetu anashangaa kinoma, akamwambia mwanaye, huyu demu ni mkali. Mshikaji akamwambia yupo hapa muda wote, lakini Kawez akamwambia, mimi nilikuwa naongelea hii gari. Yani yeye alikuwa hana mpango kabisa na yule demu, anaisifia gari aina ya Rolls Royce. Kabla hajafika geto, kwanza akapita saluni, lakini akachana kitabu ambacho kilikuwa na picha kama ile aliyokuwa anaishangaa kule wakati anarekebisha bango. Mwamba akafika geto, lakini kitu cha kwanza kufanya ni kuibandika kwenye kitanda ile picha ambayo aliiba kule saluni. Akawa anaiangalia tu mpaka akapitiwa na usingizi. Ghafla kuna Mwamba akaingia, alafu akamshtua, anaitwa Jimmy, ni mwizi kinoma. Alipomwamsha akamwambia, hao wanaogonga hodi wakikuuliza waambie Jimmy hayupo. Alafu Jimmy akajificha. Alipotoka nje akamkuta Mwamba mmoja akamuuliza,